Yes, karibu sana mtazamaji wa Asili Yetu TV. Mimi naitwa Uncle G. Ni kuombe tu mtazamaji ambaye unaendelea kutufuatilia kupitia Asili Yetu TV, usisahau kusubscribe, usisahau kucomment, usisahau kushare ili tuweze kwenda pamoja sana kuongeza familia yenye nguvu. Mimi naitwa Uncle G, lakini pia kipindi chetu kiko hapa leo. Tuko na mwanadada ambaye tunapiga naye story hapa sasa hivi. Karibu sana. Asante sana. Kwambie, unaitwa nani? Kwa majina yangu kamili naitwa Clara Damas Mgaya. Okay, yale majina sasa ya mtandaoni ambayo kwa majina yangu ya mtandaoni watu wananifahamu kama Njombe Ready. Njombe Ready. Yeah. Kwa nini tuliamua kujiita Njombe Ready? Nilijiita Njombe Ready kwa sababu ya kwanza, mimi naupenda mkoa wangu. Naupenda kweli kweli. Naupenda sana mkoa wangu. Yaani mkoa wa Njombe ni kitu ambacho nikilala nikiamka naufikiria. Sababu ya pili, natamani siku moja mkoa wa Njombe uzungumziwe kwa makubwa. Mkoa wa Njombe kwa sababu ni mkoa ambao mara nyingi naona uko nyuma. Hata watu wanapozungumzia wanaozungumzia si kwa ukubwa ambao Njombe ipo. Wanaozungumzia mkoa wa Njombe kwa kama ni kitu fulani hivi kidogo sana. Lakini Njombe ni mkoa ambao una vitu vikubwa sana na umetoa watu wakubwa wengi. Asilimia kubwa watu ambao wanakopo ni watu wakubwa wametoka Njombe. Mara nyingi huwa wanatoka wanaenda miji mingine, majiji, mikoa mingine, wanausahau mkoa wa Njombe. Kwa hiyo mimi naishi siku moja mkoa wa Njombe uzungumziwe kiukubwa, na sababu mkoa wa Njombe unatoa mchango mkubwa sana kwenye taifa, kwenye upande wa kipato, kwenye nyanja mbalimbali, lakini hauonekani. Kwa hiyo naishi siku moja itakuwa hivi. Okay. Ukikwambia ututajie vitu vitatu ambavyo ni special kwako, ambavyo yani ukiviona ukiwa hapa mkoani una enjoy sana, ni kitu gani? Kitu cha kwanza, vitu vitatu. Kitu cha kwanza ambacho nikikiona ndani ya mkoa wangu nasema ya huu mkoa big up sana. Kitu cha kwanza, mkoa wa Njombe ni mkoa ambao unaongoza kwa asilimia I think 70 na kama sio 70 na 80 kwenye pato la taifa. Okay. Ya cha kwanza unaongoza, lakini watu hawazungumzii hiyo, sijui kwa nini. Kitu cha pili, mkoa wa Njombe umebarikiwa watu wakarimu sana. Mgeni yoyote akafika Njombe, atakuwa anaondoka kurudi alikotoka, lazima atatoka na sifa nzuri mno. Hawezi akasema eti watu wa mkoa wa Njombe sijui walikopo. No, ni mkoa ambao una watu wakarimu, ni mkoa ambao watu wake wana upendo sana. Kitu cha tatu, asilimia kubwa hata matukio makubwa ambayo yanatokea mabaya ndani ya nchi mara nyingi huwa yanaishia huko, hayafiki kwa sababu ni mkoa ambao umebarikiwa. Okay. Yeah. Umetisha sana. Vitu gani ambavyo huwa vinakukwaza sana watu wanavyozungumzia mkoa wa Njombe tofauti na wewe unavyouona kwenye maono yako? Kitu cha kwanza ambacho huwa kinanikera sana, wanasema kwamba mara nyingi sijui nini takwimu zinaonyesha Njombe inaongoza kwa ukimwi. Sipendi kwa sababu siamini kwenye hilo. Mimi ninachoamini, watu wa Njombe asilimia kubwa bibi zetu vijijini huko, watu ambao tumewacha vijijini ni watu ambao wanapenda sana kuchekicheki afya. Okay. Unakuta mtu mmoja katoka akaenda kacheki afya mahali, ajikuta hayuko sawa. Anakuwa anaona kama vile mbona kama vile anaenda sehemu nyingine anacheki tena nini afya. Akicheki tena sehemu nyingine, takwimu ya hospitali ile kule na hospitali hii huku zikiunganika, inaonekana kwamba Njombe inaongoza kwa ukimwi, ambapo kumbe shangani watu ambao ni watu 10 au ni watu 20 ambao bado hawaamini, wanaenda wanacheki hapa, wanacheki hapa, wanacheki hapa, wanacheki hapa, ndio inaonekana kama Njombe sijui inaongoza kwa ukimwi. Hapana, si kweli. Okay. Kiruga tunaongea. Mimi ni bena kabisa. Tunapiga fresh. Naongea vizuri. Okay. Sasa hivi umekuwa unakuja kufanya vizuri sana kwenye mtandao wa kijamii hasa TikTok kwa challenge ambazo mmekuwa mkifanya pamoja. Niliona kuna challenge ile ambayo umeshirikiana na mmefanya collab na nani yule? Girl from Njombe umepiga naye.
nikajiuliza kwa nini Njombe kama challenge hizi sasa hivi mnaongoza na Mtulivu Boy kama amewafungulia njia hivi. Mtulivu Boy kawafungulia njia na sasa hivi sasa naona kuna vipaji vingi. So nimeona girl from Njombe, lakini nikakuona wewe hapo, kuna kamdada mwingine naye nimemwona naye anafanya challenge. Nini kimewasukuma? Mimi binafsi siwezi nikazungumzia wenzangu, ila mimi kwa binafsi yangu mimi ni kitu tu ambacho napenda. Ni kitu ambacho napenda, ile unakuta umefanya comments za watu sometimes unakuta ni nzuri, comments zingine si nzuri sana, unazipokea hivyo hivyo, lakini tunawashukuru watu ambao wanatupokea wanatupokea kwa uzuri. Kuna watu mpaka wanafuta DM wananiambia, dada ile jina ni kubwa, fanya hivi fanya hivi fanya hivi. Kwa hiyo ni kitu tu ambacho mimi nakipenda, nikajikuta nimekifanya. Ready? Njombe Ready. Njombe Ready. Umetisha sana. Ukaribu wako na Girl from Njombe ilikuwaje mpaka mkafanya collab? Girl from Njombe is my sis. Sisi si marafiki sana, ila sisi ni washikaji. Sisi ni washikaji. Pia ni dada yangu kwa sehemu, ananishauri baadhi ya vitu. Karibu wangu na Njombe Ready upo hivi. Tumeshafanya challenge na Mtulivu Boy. Tumefanya challenge na Njombe Ready na Mtulivu Boy. Pia kuna watu unakuta nasema sister, naomba tufanye challenge kwa sehemu gani? Nitafanya nao, naahidi nitafanya nao. Nitawatafuta, nitafanya nao challenge. Changamoto gani ambazo unakutana nazo wakati wa kufanya challenge? Changamoto kwenye challenge ni upande wa location. Location, sometimes cameraman au camera woman anakuwa afahamu aiza. Unakuta mtu mwenyewe, sababu hauna ile mtu ambaye unamwambia kwamba huyu ndio unakuwa unazunguka naye kama kwa na kushoot. Unakuta unamwambia mtu, nichukue, anakichukua kitu ambacho tunasema yo. Ukutarajia. Lakini pia sio kosa lake kwa sababu anakuwa haipo kwenye talent hiyo. Ndio, unaweza kumlaumu. Ila utamwambia, sasa hapo fanya hivi, simama hapa, shikilia hivi, simu ustingishe, nifuate mimi. Kwa hiyo unapata shida. Au mbona unakuta umefanya kitu ambacho mimi nasema hapa nimepatia. Alafu cameraman anakupa mfano ni ameharibu, unakuta hajachukua chote, kachukua mara nusu au uonekani. Umetisha sana. Tunavyoona sasa mapokeo wewe binafsi kwenye akaunti yako, yanaleta faraja au yanakatisha tamaa? Kwa upande wangu mapokeo ni mazuri sana. Namshukuru Mwenyezi Mungu, watu wamenipokea vizuri. 78% ya watu wangu ambao wamenipokea, comment zao ni nzuri. Ingawa na mtu mwingine, kwa sababu ile challenge, ule mdundo ambao tunautumia ni mdundo ambao walikuwa wanautumia Chunya Ready. Kwa hiyo unakuta mtu umefanya vile, mtu ana comment Chunya Ready. Nimeona pale Chunya Ready nikiuliza kuna utofauti gani kati ya Njombe Ready na Chunya Ready? Lile beat mtu yoyote yule atakapo analisikia moja kwa moja atahisi kama ni Chunya Ready. Kwa sababu yani yeye ndio ameblend mara nyingi anatumia sana yeye. Kwa hiyo sisi tunalitumia si kwa ubaya, kwa sababu kitu kipo ili kufanya nini, ili kitumike. Wakati tunaanza kufikiria kutengeneza challenge, unakumbuka ilikuwa ni nini? Uliwaza nini kwanza? Na ilikupa ugumu gani wakati nafikiria kufanya challenge? Mimi nafikiria kufanya challenge, mimi nilikuwa nafikiria kufanya challenge ambayo nitakopo natoka nenda zile sehemu maalum kwa mkoa wa Njombe. Kama unakuta sehemu ambayo inafahamika sana, nenda pale unafanya challenge yote. Ila mimi idea yangu asilimia 70 nilikuwa nafikiria jamani, mimi dansi sijui. Nilikuwa nafikiria kufanya ile, sisemaje,
like kama kina kiredio vile. Okay. Kusema kwamba hili eneo hivi kulielezea hivyo, lakini tutafanya. Yeah. Okay. Unafikiri kipaji hiki ambacho unakitumikia sasa hivi ndi hicho kipaji ambacho kiko ndani yako, au kuna vipaji vingine ambavyo vimefichama unatamani vitoke lakini uelewe vinaanzia wapi? Mimi nina kipaji. Yeah. Mimi nina kipaji cha kuimba. Okay. Lakini kipaji hicho ni kama kinakufa. Kwa sababu sifanyi sana ananilia mazoezi. Ila hiyo talanta Mwenyezi Mungu alinipatia. Okay. Kwa unajiamini kabisa? Tushawahi kuingia studio? Sijawahi kuingia studio. Ila kufanya za watu nifanya. Okay. Hata sijawahi andika kwa sababu nimeandika ngoma yangu. Hujawahi? Sijawahi. Okay, tutarajie sasa siku kufanya challenge ya msanii, na kama ni challenge ya msanii tutazingatia maokoto au tutafanya tu? Kwa sasa huwezi ukasema eti kila kitu unachotaka kufanya unataka maokoto, kwa sababu bado I'm cheap. Bado. Huwezi ukasema eti mimi siwezi nikafanya kitu fulani. Kwa sababu kama jina, ukishapata jina ndipo utaanza kufanya hivyo vitu, kusema kwamba mimi nataka kiasi fulani mpaka kiasi fulani. Challenge za wasanii, kuimba, hapo sivyo mtegemee, kwa sababu kuimba ni kitu nakipenda sana. Okay. Mlifanya challenge watu watatu Okay. Kwako ulijisikiaje na ulionaje na iliondokaje? Ninachomshukuru Mwenyezi Mungu, kila tukifanya challenge ya watu watatu, mimi, mtu boy na girl from Njombe, huwa zinaenda sana. Okay. Kwa watu wao wanazipokea vizuri. Okay. Yeah, na huwa tuna feel so happy. I think wote. Okay. Tutarajia nini 2026 kutoka kwako? Mimi ninaahidi tu endapo watanipokea vizuri kama walivyonipokea, mapokezi yakiwa makubwa kama haya ninayoyaona, nitafanya vingi vizuri na vikubwa vya kufanya mkoa wangu uonekane. Okay. Mkoa huko mikononi mwako. Unapata changamoto gani jina ambalo unalitumia sasa hivi unapokuwa na ile generation ya kwako ambayo mnakuwa nayo ile, wanakuchukuliaje? Kwa watu ambao nimekuwa nao, ambao ninaishi nao, masiara sana sana utasikia Njombe na begani kwako. Hapana kweli. Yaani natambua mtu kama mshazoeana anakutania. Bwana hapana. Hata kukuaminia kukabidhi hicho kijiti, lakini ndio hivyo, wao pia ndio wanaonisupport mimi kunirekodi na vitu vingine. La masiara kama si changamoto, changamoto ya kwamba napata. Ni vile tu DM mtu amekudia mtu ambaye unaona yao mtu ana akili timamu. But ukasema accept pale mtu ambaye anaongea. Nasema mbona mfano nini? Yeah. Okay. DM tunapokea jumbe nyingi. Tuna jumbe gapi ambazo au za aina gani ambazo zinakubwa sana? Mimi DM zangu nyingi ambazo nimezifungua. Sasa mimi sio kila DM nafungua. Kwa DM nyingine hujatu anania yoyote ni nataka kunipoteza wewe. DM ambazo mimi nimeziona asilimia kubwa ni nzuri. Ni nzuri kwa watu wanakushauri. Mtu anakuambia sister, mimi hapa ni shabiki yako, ila naomba vitu fulani punguza kwa sababu hili jina ni kubwa sana, masiara sana, punguza. Yaani wewe fanya vitu vya kuheshimisha sana mkoa. Unamwambia okay fine. Ndio ndio hivyo, anakuambia mimi natamani nije Njombe hivyo, unamwambia karibu. Yeah. Okay. Na hili jina ulifikiria nini hasa? Yaani lilikujaje yani? Jina la Njombe Lady. Jina la Njombe Lady sisi ni mwaka huu ndio mwaka kujiita ya Njombe Lady. Jina la Njombe Lady nilikuwa nafikiria sana kulitumia. Ila kila nilipata kufikiria kusema nibadilishe. Nasema Njombe Lady ni jina kubwa sana, nitakuwa nafanya nini mpaka mtu aseme kweli Njombe Lady. Lakini nilikuja kuamua kwamba kila kitu kinahitaji uthubutu. Nikaona okay, nitachukua na kifanye mimi, nitagopo na utambulisha mkoa wangu. Okay. Kwa vitu vizuri kwa nikaamua okay fine, niite Njombe Lady. Okay.
Kupitia jina hili ambalo umelibeba, ni jina kubwa ambalo linatambulisha mkoa wa Njombe kiujumla. Tunazungumzia hapo na brandi wa Bena, Wakinga, Wapangwa, wako humu wote Njombe na makabila mengi mengi. Tunafikiria nini kutoka kwako kwa ajili ya kuendelea kuboresha brandi yako ya Njombe Red? Tutarajie nini? Aidha kutumika kwenye biashara, tutatumia Njombe Red, aidha tutarajie t-shirt, aidha tutarajie nini? Yani mawazo ambayo uko nayo. Mimi nimezungumza hivi kama mfano vya kwako sasa. Kitu cha kwanza, mtegemee vitu vikubwa sana. Mtajitahidi, yani Njombe Red, ukizungumzia Njombe Red, mtu yoyote atakama akiwa yuko mkoa mwingine, ukisema tu Njombe Red, anajua lazima ni mtu ambaye yuko mkoa wa Njombe. Okay. Kwa hiyo mtegemee vitu, itakuja kutokea brand kubwa kwa na hii Njombe Red. Okay. Ingawa Njombe Red ni brand ambayo nitaitumia kwenye kila kitu changu. Okay. Ila mtegemee brand kubwa zaidi ya hii Njombe Red ambayo itaitambulisha Njombe kwa upana zaidi. Tumeshaona njia kabisa nini? Mtegemee. Unatuacha kwenye surprise. Mtegemee tu. Okay. Umetisha sana. Wewe ni binti, ulishai kukutana na mkasa wote ambao uliuchukia sana kwenye maisha yako? Yeah. Unaweza kushare story? Kwa ufupi. Na mikasa miwili. Ndio mikasa yangu mikubwa, maana sina mikasa mingine. Nina mkasa wa mahusiano. Na nina mkasa wa my own life. Okay. Yeah. Upi unataka tushare nao au yote unaweza kushare kiufupi? Nisimlie tu ya mapenzi. Okay. Yeah, mapenzi. Mimi nishajikuwa na mahusiano. Hayo mahusiano nilimpendaga sana yule mkaka. Sana. Uliingia miguu yote? Sio miguu tu, niliingia mwili mzima. Alafu mwisho wa siku kwani katikati ya mahusiano nilikuwa nashauriwa sana na watu ambao wananizunguka. Mambo haya endi hivi mwanetu. Mambo haya tukifanya hivi, sio kama umeingia miguu yote huko, ukishuka mbamba waka msingi. Msije ukishapenda. Nikasema hapana bwana, mimi nanipenda. Anipenda sana, lakini mwisho wa siku nikaja kuelewa kwamba watu wakubwa walikuwa wanazungumza, walikuwa wanaona. Wahenga. Walikuwa wanaona. Ulipigwa na kitu kizito. Ilikuwaje ukapigwa na kitu kizito? Nilimfumania. Okay. Ya, nilimfumania yule baby boy wangu. Nilimfumania yule akawa tena ndo mkali kwangu. Yaani mtu nilimfumania afa anakuwa tena ndo mkali kwako. Bado anasema ngoja nijishushe, lakini bado mtu kakaza afu wewe unampenda. Okay. Kwa hiyo mwisho wa siku hivyo kabakia kwa tu ni story kwamba huyu na huyu walikuwa na mahusiano, yalikuwa ni mahusiano ya muda mrefu sana. Okay. Yeah. Unafikiri sasa hivi uko kwenye mahusiano? Yeah. Upo. Kitu gani ambacho unakizingatia sana? Mahusiano ya siku hizi bana. Mimi niko kwenye mahusiano ambayo sijui yanahusiana na nini. Mahusiano hujui yanahusiana na nini? Sielewi. Okay. Mahusiano ya siku sababu mahusiano mimi ninapojua mahusiano. Watu walikuwa na mahusiano ya kimapenzi. Inabidi wao wana vitu ambavyo wanavipanga na pia wanavifanya. Wanabageni mambo kwamba hiki kikae hivi, kikae hivi. Lakini mahusiano ya siku hizi nakuta ndio hayapo hivyo. Okay. Kwa hiyo mtu unasema, huyu mtu nipo naye kwenye mahusiano lakini huoni. Hamna mipango. Huoni kwamba ukimwambia baadhi ya vitu vyako vinaishia juu. Unashia tu kusema tu, okay. Siku ziende. Hapana, unaambia tu mimi kwa sure nikiona vitu vinaendelea hivi. Na ndio napita njia yangu. Okay. Umeeleweka sana. Vitu gani ambavyo wewe binafsi ukipewa nafasi ya kushauri kutoka kwa mabinti wenzio, ile generation ambayo uko nao, wazingatie nini kabla ya kuingia kwenye mahusiano? Kwa mabinti wenzangu, kitu cha kuzingatia tunapokuwa tunaingia kwenye mahusiano, huyo mtu ambaye unataka kuingia naye kwenye mahusiano ni mtu wako ambaye unaona wewe mna match.
kwa sababu huwezi ukaingia na mtu kwenye mahusiano alafu unaona hamuendani. Sio kuendana kwamba kimuonekano, hapana. Mkiongea vitu vinaenda kwenye mawazo. Mkiwa mpo pamoja, mkikubaliana kitu mnakubaliana. Au unakuta wengine wapo kwenye mahusiano lakini wao kila siku ni magomvi. Safari inaendelea. Hayo sio mahusiano. Ndugu wangu, kimbia. Umetisha sana. Tumezungumzia mambo mengi sana. Vitu gani ambavyo unavichukia kwa vijana wa kiume? Kwa vijana wa kiume ni vingi, ila nitasema tu viwili. Kwa kaka zetu hawa na wadogo zetu, unakuta mtu mwanaume, asilimia kubwa siku hizi kama mimi of course Mwenyezi Mungu kanibariki mwili, kwa naonekana kama ni mtu ambaye kidogo mwili wangu yeye. Kwa hiyo unakuta mtu anakufuata, anakuapproach, unamwambia kabisa mimi mahusiano, masuala ya mahusiano nitaangalia kama tunaendana, tutakuwa kwenye nini, kwenye mahusiano. Tuwekane wazi, imekaje, una mahusiano yoyote nyuma ya pazia? Mtu anakuambia hapana, mimi niko single, tena sijui nini, niachane naye. Alafu kuja kufuatilia vizuri unakuta na nini, ana mahusiano yake, aidha ni mume wa mtu au pengine. Kwa hiyo tunashauri watoto wa kiume wawe wa kweli. Unaweza kumfanya mtoto wa watu huko amekupenda, anakuganda, alafu wewe kumbe una mahusiano yako nyuma ya pazia. Mtakuja kuroga. Haya. Kitu cha pili, kuroga tena. Mtu una mahusiano naye anakuchezea, yaani mtu ulipokuwa umpenda, anakushawishi umempenda, unaweza kumpenda, hapa ndio kulitaka kuleta. Unaroga. Unafanya watoto wa watu wanakuwa waganga jamani. Hivi wapo waganga wanaoroga kweli? Waganga wapo. Unawajua? Connection. Jamani, kama waganga mnifuate. Usingatie. Haya, dada zetu mkoa chimbo hilo hapo. Lakini kitu cha pili, vijana wa kiume, unakuta mwanaume yuko kwenye mahusiano na mtu, afu anataka yeye ndo awe kama ni malaika mtu yule. Mpo kwenye mahusiano, mtu anataka yeye ndo umtafute, ndio mkaje babe mzima, umeshindaje, yaani kila kitu wewe ndio ufanye. Kisha msemo hivi jamani, ya kutoboa wiki. Sasa ndio naye simu wewe binafsi unampigia mara ngapi kwa siku? Sipo hivyo. Sasa nikatakia tunampigia mtu simu kwa dai. Copy. No, nafikiri ufahamu jukumu lako. Mtu una mahusiano naye, mjulie hali. Sio mjulie mimi sikujulie. Sababu mwanaume ndio unapaswa usimame kama kichwa, sio kwenye maisha tu, kwenye ndoa, hata kwenye mahusiano. Simama wewe kama mwanaume. Mpenzi wako muulize asubuhi umeamkaje, hata kama huna hela ya kumpa wewe, umeamkaje, unaendeleaje mama, hivyo. Sasa unataka ndio mwanamke kila mtu umeamkaje, nenda kazini, mimi siwezi tukana nini, atutoboe wiki, sababu mimi kinikalia kimya na kukalia kimya, ukichuna na chuna, ukinichudia na kuchunia, usinitafute sikutafuti, tukikutana shwari. Umeeleweka sana. Kuna wanaume wengi sasa hivi, wanawake mnalalamika kwenye mitandao ya kijamii kwamba wanaume wanaongoza kuja kulala kwenye mageto ya wanawake. Wewe binafsi unazungumziaje kama mwanamke kwenye huo uhanga? Mpaka watu wakawa wanalalamika, ni kweli wanaonicho kitu. Mimi si muhanga. Sio muhanga. Mimi sio muhanga. Mimi mtu ukaja kwa mtazamaji. Yaani mpaka wakaja wakalala kwangu. Siwezi. Safari itakuwa nzito hiyo. Yaani nalikuwa kuona kwangu. Kuna shida gani msaidizi wao kwangu? Yaani kama unakuja njoo nisalimie, kama tutakula it's fine. So unakuja kwangu kulala. Na unachukuliaje mtu wa aina hiyo? Mtu ambaye anakuja kulala kwako kwa mwanamke ni mwanaume ambaye ana akili timamu. Kama hawa watu wana mahusiano ya kusema kwamba kuna vitu wanavipanga vinaenda na wanafanya vitu kwa umoja wao,
huyo mtu ataenda kulala kwa mpenzi wake, nitaenda kulala kwake, sawa. Ila mimi mahusiano yenu hamjui anahusiana na mimi, alafu nenda kulala kwa mtoto wa kike. My brother. Shtuka mapema. Wewe kijana, shtuka. Okay. Ukipewa sasa hivi nafasi hapo tufanye uko single. Yeah, mpenzi wako asija kama ndi uko fanya uko single. Ukapewa nafasi utoke uingie kwenye mahusiano na generation ya kwako ambayo unakuwa nayo na generation ya watu ambao umri ni watu wakubwa, unachagua wapi? Mimi sio muongo. Kudeti na vijana wadogo. Kufanya mahusiano na kaka wadogo. Seriously. Kwa nini? Hawana akili. Vijana wadogo, ukimpata kijana mdogo mwenye akili timamu mshikilie. Asilimia kubwa ni hawana akili timamu. Vijana wadogo. Ingawa kuna watu wazima wengine hawana akili timamu. Ila kuna vijana wadogo, asilimia 70 ya vijana wadogo ni hawana akili. Au mnakimbia vijana wadogo hawazingatii matunzo? Hapana. Makoto yale. Hapana. Vijana wadogo ndio hivyo wanazungumza. Hakujengi akili kwamba hapo unatakiwa ufanye hivi, ufanye hivi, ufanye hivi. Hiyo tayari bila kutafuta mama nisi. Na nimisike bana, wewe kila mtu ananimisi na msingi. Na ndio vitu vya msingi, na ndio hapa unatakiwa ufanye hivi, ufanye hivi ili ufike hapa, utoboe, ufike hapa, fanye hivi. Sasa wewe kila kumtafuta mama I miss you. Mama, hizo msingi mbona tuzielewi? Vijana wadogo vitu vingine wanatoka na mahusiano na mtu. Anatoka anaenda kuambia rafiki zake. Nakwambia mwanangu pale. Ile demu sijui nini. Hamna kitu pale. Sema hamna kitu. Demu mwanangu anaweza. Sijui nini na nini. Hivi vitu ni siri wewe kijana. Okay. Wewe unakwambia wenzako kwamba yule dada sijui anaweza au hawezi ili iweje? Kitokee nini? Vijana wadogo. Kabisa vijana wadogo. Sitaki watu wakubwa sana. Pia sitaki watoto. Okay. Sasa hao watu wakubwa mara nyingi wako na familia zao. Wako nakabiliana nao vipi? Mtu mzima na familia yake. Mimi na familia yangu siwezi kukubalia. Okay. Hiyo ni laana kwa sababu kutoka na mtu ambaye ana familia yake, chozi la mwanamke mwenzako likikulani laana kubwa sana. Okay. Umetisha sana. Dakika 27 tumepiga story vya kutosha. Tuna kipi ambacho tunataka kumaliza nacho kutoka kwako, ambacho unahisi umesahau, unatamani kifike kwa mashabiki zako? Kitu ambacho natamani kuambia mashabiki zangu, jamani, Njombe Road, namshukuru Mungu jina hili nimelipokea vizuri na mmeniamini kwamba naweza, na mimi naahidi sitowaangusha. Okay. Yeah. Na kwenye mitandao ya kijamii kwambie tunapatikana wapi na wapi? Tunapatikana zaidi TikTok. Okay. Facebook natumia Clara Damas. Okay. Sifanyaji chochote kule. Okay. Yeah. TikTok tunasambaza upendo TikTok. Yeah, ndio sehemu ambayo inapatikana. Endapo nikaona mitandao mingine kuna uwezekano wa kuifungua, mimi naona mnalipokeaje, nitafungua. Okay. Yeah. Na nje ya challenge ambazo tunafanya au nje ya sanaa ambazo tunafanya tuko na mishe gani? Nje ya challenge. Mtumishi wa Mungu. Haya, tuambie mtumishi wa Mungu. Kumbe na mtumishi wa Mungu bwana yuko hapa. Yaani mimi ni mfanya biashara ya ninauza duka. Ninauza duka cha Udingi. Okay. Yeah. Duka la aina gani? Maduka yako mengi, vipodozi nini? Sasa nitaongea zaidi na wanaume. Okay. Mimi nauza used spare. Yeah, okay. Karibuni cha Udingi. Used spare nini? Za simu za nini? Used spare za magari. Yeah. Uzoefu wa kuzitambua used spare za magari tulikuwa wapi? Vile tu ukiwa dukani ukikosea, mteja anakuja kukosoa, anakwambia hicho kitu kinaitwa hivi. Okay. Unazidi kuzoea. Okay. Yeah. Umetisha sana. Umejisikiaje siku ya leo kupiga story na
Asili Yetu TV kwa mara ya kwanza kabisa? Kitu cha kwanza nawashukuru sana Asili Yetu TV kwa kuniona na kuona kwamba mimi hiki kitu nilichokifanya ni kizuri mpaka kuniita kutaka kunifanyia interview. Asanteni sana. Kitu cha pili, hii ni siku yangu ya kwanza kufanyia interview. Ni interview yangu ya kwanza kabisa, tunakufungulia mlango. Mmenifungulia mlango. Mwenyezi Mungu awabariki sana, pia nimefeel happy kwa upendo wenu na huduma yenu nzuri. Asante. Shukrani sana. Tulikuwa na Njombe Red kutoka Njombe hapa Tanzania. Ni mwanadada ambaye anasambaza upendo kule TikTok kama tunavyomfuatilia Mtulivu Boy na Girl from Njombe, pamoja na huyu dada ambao wao wanafanya kitu poa sana. Na katika maisha tunasema kwamba burudani ni kitu ambacho kinaweza kumfanya binadamu akakaa poa sana. Mimi naitwa Ngoji. Shukrani sana kwa Asili Yetu Motors ambao wao sasa wanakuletea, tumeshazindua project yetu mpya ambayo inawezekana wewe mdau unauza gari, unatafuta gari, unaweza kuwatumia Asili Yetu Motors ambao wanapatikana mkoani Njombe. Wazingatia kupitia namba za simu hizo hapo ambazo zinaonekana kwenye live screen yako hapo unapotazama sasa hivi. Ni kutakia kila laheri na karibu wakati mwingine.